Unatazama Furaha FM Media. Leo Mungu ametupa kibali kukusanyika hapa tukiwa viongozi wa kiroho kutoka dini na madhehebu yetu mbalimbali kwa ajili ya kujadili na kutafakari juu ya nafasi yetu kama viongozi wa dini katika ujenzi wa mifumo bora ya kuiongoza nchi yetu ili nchi yetu iendelee kuwa ya amani, upendo uzidi kutawala na haki itendeke. Kwa kifupi tunasema nchi yetu iongozwe kwa mifumo imara ya kidemokrasia, tukihakikisha kwamba haki za binadamu zinatunzika, tukihakikisha kwamba wananchi wanashiriki katika utawala, maamuzi ya nchi yao, na kukataa kwa namna yoyote masuala yoyote ya ukatili yanayoweza kufanywa na baadhi ya Watanzania wenzetu. Tukikataa masuala yoyote ya unyanyasaji wa kijinsia kwa makundi yote ya watu na kwa nyakati zote hapa nchini kwetu. Karakana hii ni muendelezo wa karakana iliyofanyika pale Moshi, Kilimanjaro, kule Tanga na inayolenga mikoa yetu hii. Niseme tu kwamba kama viongozi wa dini ni wajibu wetu kuona hizi tunu tatu zinadumishwa. Kwenye maandiko matakatifu tunaambiwa jambo hili la kuhusu haki. Asije akaonewa mtu, asije akaachwa mtu nyuma kwa sababu tu ya hali yake au ya unyonge wake. Tusihubiri tu amani, tusihubiri utulivu, tusihubiri tu upendo peke yake. Kwa sababu haya utulivu, amani ni matendo, ni matunda ya haki. Biblia inasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote, kwenye kile kitabu cha Mithali. Tunazungumzia mifumo imara inayoaminika, mifumo ya uongozi iliyo imara inayoheshimu hizi tunu, kwa kuwa Mungu Mwenyezi, Mungu mwenyewe muumbaji wetu, muumbaji wa mbingu na nchi, ndiye muasisi wa mambo haya. Tunaona katika maandiko matakatifu kuwa Mungu alikuwa na mfumo wa uumbaji wa dunia. Utazama uumbaji wake kuanzia siku ya kwanza hadi siku ile ya sita. Tunaambiwa Mungu akaweka uumbaji wenye utaratibu maalum. Lakini tunachoona katika uumbaji wake Mungu, tunapotazama tu uumbaji wake, tunaona kwamba Mungu ameweka mfumo wa kutegemeana ili uhai uwezekane na uwepo kwa viumbe wake. Ameweka mfumo kwamba kuna kutegemeana. Ndio maana hata leo tunapozungumza habari ya mabadiliko ya tabia nchi, kuna mahali sisi kama wanadamu tulioweka kuwa mawakili wa Mwenyezi Mungu katika kuutunza huu uumbaji ulio mzuri sana, tunakazia kwamba hebu tujaribu kuheshimu, kutunza uhai wa viumbe vyote, tukijua uhai huu tumepewa na Mwenyezi Mungu. Wapendwa viongozi wa dini na watumishi wa Mungu, tunajua vizuri sana kwamba katika maandiko matakatifu Mungu amesisitiza tutumie mifumo bora na imara katika utume wetu. Musa, tunafahamu vizuri katika vitabu vyetu vitakatifu, alipokea mfumo kutoka kwa Mungu kuongoza taifa la Israeli. Na kuna maandiko matakatifu mengi yanayosisitiza swala la mifumo imara inayozingatia utawala wa sheria na haki. Ninajua na naamini kwamba viongozi wetu, sisi sote viongozi wa dini, tunafahamu ni nia ya Mungu, mapenzi yake kwamba pawepo na mifumo ya haki, mifumo ya sheria, upendo, haki na amani, mituno ambazo zikitunzika jamii nzima itatunzika, dunia nzima itatunzika. Na ndio wajibu wetu tulioitiwa katika kufundisha, tufundishe juu ya mambo haya. Katika kuhubiri, hotuba zetu, mahubiri yetu yalenge katika mambo haya. Tumeona katika nchi yetu ya Tanzania kuna
nyakati ambazo kwa kuwa tumeondoka na ile mifumo iliyo imara inayotunza hizi tunu, tumeona nchi imeingia katika matatizo. Na viongozi wa dini ni wajibu wetu kusema hivyo. Tusiende hivyo kama Watanzania. Hatutaki kuona mitindo ya uongozi ambayo inatajataja kwenye mambo ya utekaji, unyanyasaji, ukatili dhidi ya binadamu mwenzako. Tunataka kuona haki kwa wote, huku tukivumiliana katika tofauti zetu za kiitikadi na kukubaliana kwa pamoja katika yale yanayoleta tija kwa taifa letu kwa pamoja. Wapendwa, tusifunge macho. Tufumbue macho yetu na kuona nini kinachoendelea katika jamii. Na kila tunapoona viashiria vyovyote, tusikae kimya. Tufungue midomo yetu. Tutoe neno la kukemea. Tutoe neno la kuonya. Tutoe neno la kushauri. Na zaidi sana, wajibu wetu kama viongozi wa dini, tunayo kazi ya kuliombea taifa letu. Tunayo kazi ya kuwaombea viongozi wetu na wale wote wenye mamlaka ambao wamepewa madaraka hayo. Narudia tena, wajibu wetu mkubwa ni huo. Katika kuhubiri, katika hotuba zetu, tukazie mambo haya matatu. Watu waelewe, tuonye, tushauri. Pale pa kukemea, tusikae kimya. Na wakati mwingine kama viongozi wa dini, tumefikiri kwamba tunaweza tu tukakaa katika hali hii ya kuheshimiwa, utaitwa baba shehe, utaitwa baba askofu, mchungaji, ukapokea tu ile heshima. Lakini napenda kuwaambia, ukisimama katika nafasi yako kisawasawa inavyotakiwa, ukubali kwamba pia kuna kushambuliwa. Ukubali kwamba mambo haya utakuwa tu comfortable, utakuwa tu salama na utasifiwa tu na kuheshimiwa tu. Lakini tujifunze kwa Musa, baada ya kupokea ule wajibu mzito wa kuwapeleka wana wa Israeli katika ile nchi ya ahadi, kwanza walimshangilia. Kulikuwa na nyakati za kumshangilia Musa, kuna nyakati za kumlalamikia, kumuita majina wala yasiyofaa na kumlaumu. Hiyo ni sehemu ya yeyote tunasema ni mtumishi wa Mungu. Kuna kushambuliwa kwa maneno wakati mwingine ya uongo, kuna kusingiziwa au kupindishwa kwa maneno unayosema. Na yanapotokea mambo kama hayo, wewe kama kiongozi wa dini usishangae yanapotokea, bali ujue moja ya wajibu wako ni kujitambua na kusimama katika kweli na haki siku zote. Wala usitafute kuwafurahisha tu watu au baadhi ya watu wenye mamlaka, wenye madaraka fulani, kwa masilahi ya mtu fulani au kwa masilahi yako binafsi. Wakati kundi kubwa la wanao kutegemea wewe uwasemee, uwatetee, wanaumia na wanaumizwa na mifumo isiyo ya haki na wala isiyo ya kidemokrasia. Sauti ya kinabii ni kuwa na ujasiri wa kusema hata yale wengine wachache au wengi hawapendi kuyasikia. Kuwa na ujasiri huo wa kusema ni wajibu wako, kiongozi wa dini. Na moja ya silaha siku hizi zinazotumika kujaribu kupinga ukweli ni kutoa taarifa za uongo na kupotosha taarifa, hasa katika zama hizi za ukuaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Hapa napenda tukusema, kiongozi wa dini, pamoja katika kufanya jukumu lako hilo, daima simama katika ukweli. Tafuta kujua ukweli hapa ni upi na usimame katika hilo. Andiko matakatifu kwenye kitabu cha Biblia inasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni wajibu wa kiongozi wa dini kujielimisha, kuifahamu jamii, kufahamu mambo yanayoendelea katika jamii na kutafuta ukweli katika mambo haya ndio upi. Na ukishajua hili, simama katika ukweli huo na usimamie, usiupindishe. Watu wamebadili kweli kuwa uongo
na huku wakijinafasi katika mamlaka walizo nazo. Sikia mahali pengine hata viongozi wa dini tunahusika katika hilo, kupindisha ukweli. Tunafahamu ukweli ni huu, lakini kwa ajili ya masilahi binafsi tunapindisha na tunasimama na kusimamia jambo ambalo tunajua kabisa huu sio ukweli. Kuna siku ambayo, na ndio tabia ya ukweli ilivyo, ukweli utajitenga na uongo. Na inapokuja kutokea sasa kufahamu ukweli ulikuwa ni huu, wewe kiongozi wa dini ulikuwa umesimama upande gani? Inawezekana ikachukua muda kutambulika kwamba huyu ni kiongozi wa dini, alituonya, alitushauri. Lakini kama ulisimama upande wa uongo, wa upotoshaji, kuna siku pia itafika watasema huyu kiongozi wetu wa dini hakusimama katika nafasi yake. Kwa bahati mbaya sana, baadhi ya watu waamini kila taarifa zinazotolewa za uongo pasipo kuchunguza chanzo cha taarifa, ukweli wake na nia ovu ambayo inaweza kufichika nyuma ya taarifa husika. Ndio sababu siku hizi unasikia katika kuporomoka kwa maadili ni taarifa zinazosambazwa za kuwapofusha watu akili zao, ufahamu wao, wasifahamu ukweli hasa ni nini. Kuna nia ovu nyuma ya mambo haya. Ninaomba sana kama kiongozi wa dini ujitambue nafsini mwako, simama katika ukweli na haki, na kama usiogope unaposhambuliwa, unaposingiziwa au unapopigwa vita, ili mradi yasemwayo kukuhusu yasiwe ni ya kweli, yale ya lawama unazotupiwa. Simama imara kwa ajili ya watu wote wenye itikadi tofauti za kidini, kisiasa au kijamii, bila upendeleo. Maanake Mungu amekupa wote hawa uwatunze. Useme nao bila kificho wala uoga wala kuelemea au kupendelea upande mmoja. Simama kwa uaminifu na Mungu wako. Yeye tu ndiye ajuaye siri za mioyo ya watu. Watu wengi kama nilivyosema wanapendelea kusifiwa, kutukuzwa na kuenziwa hata katika masuala ambayo hayana tija kwa jamii. Naomba viongozi wa dini tusijaribiwe na hilo. Wapendwa viongozi wa dini, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika nchi yetu. Hili ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa sana. Na ndio maana tunahitaji kama viongozi wa dini kwanza kuombea sana maandalizi yote ya uchaguzi mkuu, na hata itakapofikia wakati wa Oktoba kutekeleza, kuombea sana ili uweze kufanyika uchaguzi wa amani, uchaguzi utakaozingatia uhuru wa wananchi wa kuwachagua viongozi wanaowataka. Wachague kwa uhuru na wasingiliwe na mtu yeyote au kubugudhiwa na mtu yeyote. Huu ndio umekuwa wito wetu viongozi wa dini. Tuendelee kufanya hilo. Tuone kwamba uchaguzi utakaofanyika utakuwa wa haki. Asionewe mtu kwa sababu yoyote ile, haki itendeke kwa mwananchi akitumia nafasi na wajibu wake, haki yake ya kupiga kura. Uchaguzi huru na wa haki ndio msisitizo wetu kama viongozi wa dini. Tunaona hapo katika miaka iliyotangulia na hasa kipekee katika chaguzi hizi kama chaguzi 3 zilizopita, 2019, 20 na wa serikali za mitaa 2024. Tunapolinganisha na uchaguzi ule wa 2015 kwa mfano, ambapo kwa kiwango kikubwa tunu hizi, chaguzi huru, wazi, wa haki, ulifanyika. Linganisha chaguzi hizi mbili, utaona kuna kitu ambacho tumekiuka katika hizi chaguzi mbili. Lazima kama kiongozi wa dini na kama Watanzania tujiulize, hivi ni nini kimekosekana katika hizi chaguzi 2-3 hizi ambazo zimeacha mahangaiko makubwa.
na viongozi wa dini kwa pamoja, kwa umoja wetu tumesema yale ya 2019 na 2020 hatutaki kuyaona yakijirudia, wala yale ya mwaka jana. Tujifunze angalau kutoka uchaguzi ule wa 2015. Hata wakati mwingine unasikia watu wanadai mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya sheria, ambayo ni process. Lakini kama 2015 uliwezekana kufanyika uchaguzi ambao haukuacha vilio, haukuacha kuumizana, kama iliwezekana chini ya katiba iliyokuwepo na utaratibu uliokuwepo, ni nini kimekosekana katika chaguzi hizi tatu tunazozungumzia? Nafikiri tukijikita hapo tutapata maneno ya kushauri. Nakumbushe viongozi wote wa kitaifa na viongozi wa dini kuwa Watanzania ni watu wa amani, watu tusiopenda vurugu. Na sisi kama viongozi wa dini lazima tujiulize tumejipangaje kuhakikisha kwamba waumini wetu hawa wanatunza tunu hizo, kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya kitongoji, mtaa, kijiji, kata, wilaya, mkoa, hata taifa. Na wakemee wale ambao tunaona wanatesa na kunyanyasa wengine kwa madai kuwa eti wanalinda amani. Na hapa lazima tujiulize, mwenye kuvuruga amani hapa ni nani? Mbona wananchi hawana silaha? Wengine wanatumia silaha kutesa na kupiga watu. Na je, hao wafanyao hivyo si waumini wetu makanisani na misikitini? Hatuna neno la kuambia? Tuombe viongozi wa dini mkisimama vizuri katika uchaguzi unaokuja, kuwakumbusha kila mmoja wajibu wake na nafasi yake, kwamba hatutaki kuona uchafuzi wowote ukifanyika. Mimi nafikiri tutakuwa tumetenda wajibu wetu. Viongozi wa dini, maendeleo ya watu wa Tanzania na taifa letu nategemea sana haki, upendo na amani na utulivu katika kupanga, kuamua na kutekeleza. Ikiwa haki, amani na utulivu havipo, hatuwezi kupanga vizuri wala kuamua vizuri au kutekeleza vizuri. Hivyo maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii yanaweza yakadorora au kuanguka kutokana na ukosefu wa upendo, haki na matokeo yake kukosekana kwa amani na utulivu. Kila mengine tumekwisha kuyataja katika karakana ya siku ya leo. Ndugu zangu, kama nilivyosema, tupate fursa ya kujadili mifumo yetu kwa undani, kulinganisha na nchi zingine kwa ajili ya kujifunza na kutambua maeneo yanayohitaji maboresho katika mifumo yetu na jinsi ya kuendeleza na kuenzi tunu za taifa letu. Nipende tu kuambia, tumekaa maviongozi wa dini zetu zote kwa pamoja kama tulivyokaa hapa. Tulikutana juzi kule Dar es Salaam na tulijadiliana mambo haya, hususan kuhusu hili jambo kubwa linalofanyika na litakalokwenda kufanyika katika nchi yetu la kuchagua viongozi wa taifa letu. Na mimi ninamshukuru Mungu tulifikia mwafaka mzuri wa kuona wajibu wetu kama viongozi wa dini. Tusisahau tunayo hii sauti na jukumu la kutoa sauti ya kinabii ya kusema, kuhoji na kutetea kwa nguvu zote masuala yote yanayohusu haki za binadamu. Na kama ilivyokwisha kusemwa hapa, tusidanganywe na mtu yeyote kwamba ninyi viongozi wa dini msije mkaingilia mambo ya siasa. Kwa sababu mwisho wa siku tukiwaachia wanasiasa peke yao wakianza kuvurugana, mwisho wa siku watu watauliza viongozi wa dini mko wapi? Na wameshaanza kuuliza na wanauliza wakati wote, ndivyo imekuwa hivyo. Sasa ni vizuri, tunaambiwa ni vizuri kufanya yale yanayotuhusu sasa katika kuwaandalia Watanzania ili waweze kuingia katika uchaguzi mkuu huo pasipo kuumizana, pasipo kujeruhiana, pasipo kumwaga damu kwa namna yoyote ile. Tusimame katika majukumu yetu na wajibu wetu kama anavyotupa Mwenyezi Mungu na vitabu vitakatifu vinavyotuongoza. Nimalize kwa maneno haya.
Nipata kwenye Biblia tunaambiwa, wewe kiongozi wa dini, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu. Watetee watu wote walioachwa peke yao. Fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki. Sisi viongozi wa dini, viongozi wa kiroho, tunahitaji kuhimiza pamoja na haya mambo haya ya kisiasa au mambo yanayohusu uchaguzi mkuu, kuhimiza maboresho katika utoaji wa huduma muhimu kwa jamii. Ustawi wa watu unategemea upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu, maji safi na huduma nyingine za kijamii. Tangu mwanzo taasisi za dini zimetunza sana huduma hizi. Ni haki ya kila mtu kupata elimu iliyo bora, kupata tiba iliyo bora, kupata maji safi na kadhalika. Tunashukuru sana juhudi kubwa za serikali yetu chini ya uongozi wa rais wetu kweli Mama Samia Suluhu Hassan katika uboreshaji wa huduma hizi za jamii na maendeleo ya taifa. Moja ya matatizo tulionayo wa Tanzania ndio hiyo ya watu wenye maslahi binafsi kutaka kutushawishi tusione yale mema, tena yaliyo mengi tu, ambayo yamekwisha kufanywa katika serikali hii ya awamu hii ya 6. Ni wajibu wetu viongozi wa dini kuambia, fungueni macho, tazameni yale ambayo yamefanyika. Pongezeni hayo, muappreciate hayo. Sio kuishi katika kulalamika wakati wote. Haina maana kupuuzia yale ambayo hayajafanyika vizuri, ambayo tunahitaji yafanyike. Lakini lazima tuone. Na pale pa kupongeza, tupongeze. Na pa kushauri, tushauri. Pa kukemea, tukemee. Kwa ajili hiyo, kwa pamoja na kwa umoja wetu, na hapa tumefanya vile vile, tunamwombea rais wetu. Mungu azidi kumpa nguvu, ampe ujasiri wa kufanya maamuzi, ampe afya njema, na aweke kando wale wote ambao kwa hila wanataka kuonyesha kwamba uongozi huu haujafanya kitu. Ni wajibu wetu kama viongozi wa dini, tumtie moyo. Tunapenda kutoa wito kwa vyombo vya dola vilivyoko chini ya mamlaka yake kuwa na weledi na uadilifu mkubwa katika kutimiza majukumu yao. Mahali pengine tumeona kwamba kumetumika nguvu ya ziada, na hata watu wasiokuwa na hatia wakati mwingine kujeruhiwa, kupigwa na kadhalika. Haya tunapenda kusema, hatupendi kuyaona katika nchi yetu. Tukumbuke viongozi wa dini ndio kimbilio pekee na la mwisho na lililobaki la utetezi wa wananchi katika masuala mbalimbali yanayogusa maisha yao kimwili, kiakili na kiroho. Tunao wito wa kushirikiana na wote wenye nia nzuri wanaolitakia taifa hili la kwetu, nchi yetu hii, amani, maendeleo endelevu. Tushirikiane nao, tuwaunge mkono. Tusiruhusu ubaguzi unaozaa chuki na mafarakano baina yetu wa Tanzania, bali kila mmoja aone uso wa mwingine, aheshimu utu wake, kwamba huyu sio tu ni mwanadamu mwenzangu, kiumbe wa Mungu mwenzangu, lakini Mtanzania mwenzangu, na hivyo awajibike kwa nafasi yake kwa weledi, kwa maana sisi sote tutakuja kudaiwa hesabu ya chochote tunachokitenda kama viongozi wakati wa uongozi wako, na kama raia katika nafasi yako uliopewa na jamii. Na kama viongozi wa kiroho, tukumbuke kwamba tunahitaji kuainisha mambo haya na afya ya kiroho. Mimi naamini kabisa katika nafasi zetu, tukifanya wajibu wetu sawa sawa, watu watageuzwa mioyo yao, watakuwa na hofu ya Mungu na watatenda yale ambayo Mungu anataka yatendeke. Unatazama Furaha FM Media.